Halo, mambo vipi? Karibu katika mafunzo ya kompyuta, na leo nakuandalia video ya kwanza inayohusiana na matumizi ya kompyuta, changamoto na utatuzi wake. Leo lakini nitajikita katika utatuzi, na tutaenda kuangalia namna ya kutatua changamoto ya kompyuta kuwa nzito au kufanya kazi kwa kasi ambayo ni ya chini sana. Imekuwa jambo la kawaida, unatumia kompyuta yako, unafanya kazi, lakini unashangaa mafaili yanachukua muda mrefu kufunguka, yanapakua kwa muda mrefu sana, na kompyuta mpaka inakuwa na kera. Na nimekuandalia njia tatu. Njia ya kwanza ni kufuta faili ambazo hazina umuhimu, ambazo zinakuwa zimezalishwa na kompyuta. Kompyuta inapokuwa inafanya kazi unaitumia, huwa na faili fulani zinaweza kujizalishwa. Na njia ya pili itakuwa ni kuadjust performance. Sawa, kuna option hiyo ya kuweza kuchagua, kuna chaguo hilo ndani ya kompyuta, lakini ya mwisho ni kuzima zile data ambazo au app ambazo ziko ndani ya kompyuta zinafanya kazi lakini ukuzikusudia kuzitumia, kwa zinafanya kompyuta na kuwa iko busy katika vitu vingi. Twende tuangalie katika uhalisia nini kinatokea. Kwa kitu cha kwanza tutakachokifanya, tutakwenda kwenye hii search bar ya kompyuta, utaandika run. Unaweza kutumia njia fupi ya shortcut kwa maana ya kucontrol window to R ili uende kwenye hii hatua unayokusudia. Bonyeza enter. Hatua unayokusudia ni hii, kupata hii dialog box ambayo ni ya run. Kwa hiyo utashuka pale chini, utatafuta kitu utaandika, kwa mfano utakuta hazipo. Kwa hiyo utakachofanya utaandika tempt, utaanza kuandika tempt ya kwanza, alafu utabofya okay. Nikibofya okay, utaenda kuona kuna mafaili tutayakuta ndani ya hii file ya tempt. Kwa hiyo uta highlight na utafuta hizo faili. Utafuta hizo faili. Baada ya kuzifuta, utakwenda utarudia kitu hicho tena, utaandika run. Utaandika run, na baada ya kurun utaandika kitu kinaitwa %tempt ambayo tayari mimi ipo nishaiandika. Utabofya okay. Baada ya kubofya okay, uta highlight hizi na utafuta. Utakwenda kufuta, uta delete. Kisha delete, utarudia kitu hicho tena, utakwenda kwenye run kama kawaida. Unaweza kutumia shortcut kama nilivyosema. Utapata dialog box yako hapa kama kawaida. Utaandika kitu kinaitwa prefetch ambayo tayari kwangu ipo. Nitakwenda nitabofya okay, na baada ya hapo nitazi highlight kisha nitafuta. Utakwenda kwenye delete kama kawaida, na baada ya kuwa umedelete utarudia kitu hicho tena. Utakwenda kwenye hatua nyingine ambayo inaitwa disk cleanup. Utafanya kitu kinaitwa disk clean up. Kwenye disk clean up utakwenda click. Utakapo click utaona inajitokea kaka dialog box ambako haka utakwenda utabofya okay. Ukibofya okay, kompyuta itakuletea hizi faili uchague za kufuta. Kwa mfano mimi tayari humu zimeshachagua zote. Kwa hiyo ni vizuri kufuata yale mapendekezo ambayo kompyuta yenyewe imekuletea. Au kama una uhakika kama unataka kuchagua zingine uhitaji utachagua, lakini mimi nitakwenda tafuta, tabofya okay, itaniletea hii dialog box ambayo inasema are you sure you want to permanent delete this file. Tasema okay, ta delete file. Basi itachukua muda kidogo, itakuwa itafuta. Itachukua muda kidogo kisha tafuta. Utaona inaanza kufuta hizo file. Baada ya kumaliza hii hatua, utakwenda kwenye hatua nyingine ambayo itakuwa kama ile tu ya mwanzo. Nitaandika run, nitabofya okay. Nikibofya okay, kuna kitu nitaandika hapa kinaitwa cysdm.cpl. hii hapa nitabofya okay. Nikishabofya okay, itatufungulia hii dialog box ambayo inaitwa system property, na utaingia kwenye advance. Achana na hizi zingine, unakuja kwenye advance. Kisha kwenye advance utakwenda kwenye sehemu setting, utabofya okay. Utakuta imeandikwa let window choose what best for your computer. Sasa kama kompyuta yako inasumbua, ina load, utakuja hapa chini, utaachana na masuala ya pia, utakuja kwenye adjust for best performance, kisha utakuja kwenye apply. Baada ya apply utakwenda utabofya okay, na utamalizia okay. Kama hivyo utakuwa umemaliza, lakini hii kidogo kuandika CYOM na vitu kama kuchanganya. Cha muhimu wewe fanya, andika tu setting. Nenda kwenye setting yako moja kwa moja. Ushafika huku utabofya setting. Chini ya setting hapa utashuka chini sehemu imeandikwa
about, utabofya kwenye system. Baada ya system itafunguka huku chini kwenye about, utabofya pia hii about. Utashuka chini mpaka kwenye about, utabofya, itakuletea about. Huku kulia kwako unaona kuna kitu kinaitwa related setting. Shuka kwenye hapa chini kuna sehemu imeandika advanced system setting, click. Ukishaibofya itakuleta kule kule tayari moja kwa moja. Ile ya mwanzo tulikuta iko hapa, lakini sasa hivi itakuleta moja kwa moja mpaka hapa. Kwa hiyo utakuja kwenye setting na utakuja utachagua adjust for best performance. Imekuja kwa sababu tushafanya hicho kitu. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa umemaliza hatua hiyo. Hatua ya mwisho ambayo ni muhimu pia napenda sana kuifanya na kuifuatilia ni hii inaitwa task manager. Utaenda kwenye task manager au unaweza uka control shift na escape. Kwa hiyo unaleka task manager, utakwenda kwenye task management huku. Ukifika utaenda sehemu imeandikwa startup. Sawa, huku inaonyesha app zako zinafanya kazi. Kwa hiyo utakuja kwenye startup hapa. Ukibofya startup itakuonyesha mafaili ambayo yanafanya kazi baada ya kuwa umefungua window yako. Baada ya kuwasha kompyuta yako kuna file, kuna app waga zinafanya kazi. Ziko background zinafanya kazi. Inawezekana zina run tu zenyewe huku zizima zimekuwa zikifanya hivyo. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kwenda kuzizima, kwa sababu usipofanya hivyo maana yake kompyuta inafanya kazi mbili. Kuna zile unazozikusudia, lakini kuna app zingine zinafanya kazi nyuma in background. Kwa hiyo unaweza kuzizima. Kwa mfano tunaweza hii iko disable, naweza nika-enable. Baada ya kuwa enabled naweza nikaja nikikuta iko hivi naweza nikaja nika-disable. Nisha-disable. Unaweza kutafuta nyingine labda ni Opera kama huitumii na vitu kama hivyo, unaweza ka-disable. Unaweza kuja kwa mfano hii canvas ilikuwa mwanzoni iko enabled, ndikuja nika-disable, na utafanya vivyo hivyo kwa zile ambazo huzihitaji. Hii itasaidia sana kompyuta kutokuwa na kazi ambazo ni nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hizi ndio njia chache, zipo njia nyingi lakini hizi ni njia za haraka haraka ambazo ni chache. Nyingine ya kuongezea ni ile ya kufuta mafaili ambayo yako kwenye desktop. Unajua faili ambazo ziko kwenye desktop, kwa mfano ukiangalia desktop yangu iko clean. Mafaili unapoweka kwenye desktop maana yake umeweka ndani ya local disk C ambao unahifadhi window yako. Sasa hii inasababisha kompyuta kidogo inakuwa nzito. Si vizuri kutunza mafaili mengi hapa katika desktop yako. Zipo njia nyingi sana lakini hizi ni nyepesi na za msingi au basic. Na si ngumu, unaweza download video hii ukaangalia mara kwa mara, lakini pia kwenye mitandao huko wameelezea tofauti. Kwa video hii niseme inatosha, na ninachoweza kuomba tu ni kwamba kama umependezwa na video hii ni kuomba usiache ku-like, weka maoni yako hapo chini ili yanaweza kunijenga na kuboresha kazi yangu, lakini pia usisahau kushare kwa watu wengine waweze kujifunza. Kwa wale ambao umeshasubscribe ni kuomba ubofye notification kama hujafanya hivyo. Lakini kwa wale ambao hujasubscribe niombe uweze kusubscribe, na niseme kwa video hii inatosha. Tukutane katika video itakayofuata. Asante.